Hello guys, welcome back to the Twist podcast. My name is Tasha Exclusive. And I go by the name Vinny the Move. And today, tuko na mwanamke shupavu, mwanamke ngangari, mwanamke ambaye amekuja kufanya rangi ya samawati itawale katika studio zetu. Na tuko na mwanamke bomba Intex One. Tunataka ajitambulishe, aseme anaitwa nani, anafanya nini, anatokea wapi, alafu let your charm spread. Sasa huyu mwanamke bomba mnaweza muita Rebecca Msanga ama aka Becky Pie. Becky Pie inakuanga the simplest Becky Pie ile ya kukula juu napenda kukula. Best yangu ndiye alinita hiyo pie so ika stick tu hapo ndani. Na mimi nafunga shida na Rebecca na manini. Mbona Becky na Rebecca hiyo short form inaendanga aje? Unajua Rebecca is a very long name. So watu wengi wapendi mara niitwa Refeka, sijui nani. So Becky ni uwezi shirana. Mbona ilikuwa Re ama Re? Ama Becca. Kuna wale wanaitanga Rebi, Becca, Evlo umesema, but Becky ndio common. Becky ndio common. Ndio ni related na wale wa citizen. Hiyo inakuwa ni kama Elizabeth. Elizabeth ajuangi tumuite nini? Liz. Beth. Lizzy. Eli. Kitu kai, I think Becky ni simple kwa watu kujua. So introduction yako imeishia hapo tu, nisikuwa nimecut short, maybe kwa na intro refu nini. Mimi sinanga zile kali zinakujanga hapo katikati. Bado hiyo ni kali. Kama wewe si calligraph. Haina Becky to the pie. So vile Tasha amekuintroduce, amesema wewe ni mwanamke bomba, unaweza tuambia your journey, what you do basically? Journey yangu ilianza kitambo sana. Watu saizi wananiita mimi filmmaker, film journalist kitu kama hiyo, but sikuwa nataka kuwa filmmaker. Me I think ukiniuliza naangalia ile umekuwa mdogo alafu mode ndio amekama za kuuliza what do you want to become when you grow up. Mimi kwa nasema I want to be a pilot. Nilikuwa napenda vile so mimi kwenda kwa pilot sana nilikuwa napenda vile tu wanafly huko juu, Mungu wanavaa na hizo kwanza hizo nguo. So mimi kwa tatu kuendesha hiyo ndege ni fly from every country nini. But sasa I think naona vile KCC inatokea and then haujapata hiyo ulikuwa unataka. So nikakuwa very disappointed. Nikajiambia by that time nilikuwa nimeokoka. Kaambia mimi na Mungu story zake tumfanye tuachane. So nikajiambia mimi nitatesa Mungu. Mimi nani nitatesa Mungu? Nitamuignore mpaka apate attention yangu. That was my intention. It was very stupid. So nikasema mimi ile siku Mungu ataniambia kenye nitakuwa kwa sababu hajanipatia ya kuwa pilot. Hivyo ndio itakuwa. So siku moja nimelala tu hivi. Sio kwa nini hizi vitu happen tukilala. Nalala tu hivi naamshwa nikaambiwa bwenda back to your high school. Ilikuwa Sunday. Nikasema acha niende high school nione vile huko. Jumili nilikuwa na frequent huko kila wakati. By then nilikuwa CU nini. Aso kuenda hiyo siku ika happen preacher hayuko. So kaambia Becky sio ndio ilikuwa CU nipata vice chair. Si utatu preacher leo kwa like mimi nikiimagine Mungu na amenileta hapa mimi sikuwa nataka kuja hapa because mimi kwa story za God kwa nimechorea. Hajambia tu ni preach whatever itakuja kwa akili yangu. That's what I preached. That night sasa that same night kwenda kulala God akaniambia have a purpose for you. You will not be the pilot nitakuwa. But nita make sure ways zako zimeingiana to the point you will never lack what to do next. So after your story mingi ndio nikapata na msia akaniambia by the way sasa nilikuwa naishi Kibich. Me all my life most of my life nimeishi Kibira. So kuna msia akaniambia by the way kuna foundation fulani inatafuta madem, si hata maboy madem wa join filmmaking. Mimi nikasema naweza jaribu, haina shida kujaribu simba try like yako. So mimi kuingia ndo ilikuwa upitie through some interviews, nikapita kwanza, nikapita pili, nikaitwa tatu. Kuingia nikapata tuko tu mademo wawili pekee wenye waliitwa. So hapo ndo life yangu ya film ikaanza. Hiyo ni after high school sasa. Mimi sikuwa nimepanga but God aliamua life yangu ya film ianze hapo. Hiyo foundation ilikuwa wapi exactly? Ilikuwa hapo Olympic. Ilikuwa inajiita Hot Sun Foundation. But size I exist because funds itisha and all that. That was then kitambo kama 2012. I think basi ilikuwa ulikuwa bado unajua kutama kawasi.
Ani vile naona ni kama ilikuanga tu basi meant for you juu ingekuwa inaendelea decide. By the way. For sure. So tukajipata mademu wawili, nikaanza kujua what are they learning nini. So mimi nilikuwa interested na story na camera. Hapo ndo nikajiambia acha nijaribu tu vile God atafanya. Ndio ikuwe hivyo hapo hivyo. So in filmmaking ulianza na nini? Bila unasema ulianza na camera. Ulianza tu direct into filmmaking as in videography, or ulianzia juu kila mtu anakuwa na jani yake tofauti. Ulianzia other roles kama kuna photography, kuna nini? Kwa hiyo foundation walikuwa wanafunza everything. Niwe uone utajiingiza wapi. And then haikuwa at the whole whatever. It was actually running for 6 months. In those 6 months tuko sponsored. So kila kitu iko provided. Wazungu wanakuja from sijui wapi, wanafunza, wanaleta equipment, nini. So mimi nilikuwa very fascinated na hizi makamera juu hazikuwa vitu common unaona around. Najua kama ni vitu zingine probably umeona, but hii najiambia hii sijaona ina work aje. So military I think ilikuwa na kamera fulani ilikuwa inajiita Red Epic. Imeletwa hapo hivyo najiuliza hii nitawaishika. Unajua pia unaogopa because hutaki kuharibu and all that. So nikajiambia acha niulize, acha nijue. The first thing nilifanyanga niko kwa hiyo foundation tulikuwa tunapewa challenge after kufunzwa unaambiwa utengeneze story yako. So mimi nikatengeneza story yangu. It was very personal. Nitasema tu synopsis yake. At some point in my life mamangu kuna siku karibu aniue. Tulikosana tu kidogo hivyo, sasa akanishikia panga kakatwa kuna kwanga na alama huko ndani. So ndio story niliamua ku make. Nikajiambia it's painful but acha nitaitengeneza. So I made that short film, and kwa bahati nzuri kapata award. Tulipeleka huko Goethe Institute watu wa view nini. Kwa second best, I'm like kumbe my personal story can move people. Now I pende and all that. So nikajiambia okay, so I can express myself to people. Now wanaweza elewa what I'm going through. So I can actually tell a story. Nikajiambia hivyo. Nikajiambia okay, so kitu si mbaya. So by the time ilisha nikajiambia okay, now what can I do? Ujue hizo mimi sijajua ni kampo. Sikupata max watu walipata. Nilikuwa chopi basi kupata. Mimi siku I mean wanasema wanaletanga mali kusoma. I think waleta mali kusoma. But mimi nakwanga chopi naturally tu. So nikajiambia ni sawa. After the whatever imeisha ilikuwa certificate. Nikajiambia tu whatever kuhustle lazima uhustle. Sasa hizo umaliza high school hakuna mzee anataka kuona home tu na randa. Najua pia ni dem, of course mademu wengine hapo wamepata ball, wengine wameolewa nini, but unajiambia mimi niko na future. Mimi siwezi shinda nimekaa tu hapa. Alafu kwanza umesema growing up in Kibra, go exposed to so many people, so many different yani class of people. Kuna wale rich, kuna wale poor, kuna wale nini yani. So go exposed to many things, crime. Niko na swali hapo. Umesema you made your story. That means you had background in maybe writing, inaitwanga nini hiyo mnaitanga? Script. Hiyo. In scripting, writing, like kwa sababu I am thinking ndo ufanikishe the story lazima kulikuwa na processes. Kindly take us through. Lakini don't use very big English for some people. Now that we're in the sake of the layman, for the sake of the people when you wanna watch, I know a lot of people wanafuatiliaga what we do. So unaweza tupia kwa story hapo kwa your story. Give us the process ilikuwaje, the creative process, how you managed mpaka your story got an award. So kwa class watu upitishwa through several things. Step ya kwanza na kuanga first of all your script writing umesema. So script writing ni kuandika story yako from probably the beginning mpaka mwisho. Unaweka characters gani unataka kuwa hapo ndani. Cause yangu haikuwa na watu wengi, because it was my personal story. Ilikuwa the only characters in the real story, in the real life ilikuwa me and my mom and probably my sister. Kwa hiyo story sasa hiyo real. So ilikuwa ni explain okay, niliandika what happened
vile nilikuwa kwa nyumba. By that time nilikuwa na watch tu TV, mama akakuja alikuwa anaongelesha, mimi sikuwa nasikia, akakasirika jana kama short temper, akaenda akachukua panga, nikakatwa, TV kazimwa, akaanza kubleed, kakimbia to the next room, mali sister yangu alikuwa hapo hivyo. So hiyo ni story sana ndio nilikuwa na explain ya wasi vile kulienda. So kuenda hapo hivyo kwa room na bleed, siwezi jisaidia, sister yangu akaona msee yako aje, is how of course anajuanga ni mom, definitely hakuna mtu mwingine. Akaenda akaniambia hapa ukiendelea kukaa hapa hivi utableed mpaka nini ukufe. Niambia tukimbie hosi, but tujue sina pesa. So tukaenda hosi, kwa sema of case hii ni serious case, kwa sababu hamna pesa, tutaweka tu bandage izuie. Wow. Izuie damu, ilikuwa deep cut, izuie tu damu cause tuwezi kusaidia na hamna pesa. So wakamaliza, mimi tukarudi basi, tutarudi huko milikuwa usiku hapo hivyo. Of course mama amewaka hapo hivyo, watoto alienda wapi nini, dada amekuja ame relax, anaangalia nini imefanyika, anaambia story. That is the time I think nilikuwa naambia my mom ni kama simpendi and all that because vile amenifanya. So script writing nilikuwa na explain hiyo story yangu yote kwa wasee, ndio whoever anaenda kuchukua hiyo character juu kwa mimi. Sikutaka kuact hapo ndani juu sikutaka hizo memories zinikujie and all that. So una explain to everything from the beginning, vile kulienda, kama kuna any actions, any whatever yenye ilifanyika, una explain ifanyike, ndio sawa sawa kamera uweze kucapture, mtafute location yenye na match your story ni nini, muedit, muipresent hapo nje kwa watu wengine waione. Of course ilikuwa presented among the watu walikuwa our teachers, kwanza one ina make sense ama I make according to vile iliandikwa. Pia mimi nikauliza hivi ndio kulikuwa, naambia so it's a whole watu wengi lazima wako involved kutengeneza hiyo story moja. Talking of that story, ina sound kama a very inspiring story, a very touching story. At any point ushaikuwa na thoughts za write a book maybe? Well, because nimepitia a lot in my life. Hiyo tu ni part of my childhood. Because watu wengi wakipitianga experiences tunageuka authors. Well, for me, motivational speaker na authors. Well, for me sijaifikiria kuweka like my personal story kwa kitabu, but I guide other young ladies because unajua huku especially kuzaliwa kwa slum unapata most ladies wanaishi tu, but nikatumia experience yangu ku guide other ladies probably wenye wanapitia hizi mashida mingi ndio wasipate wamefall into other craziness. But sijaifikiria kuandika book. Nafikiria kutumia experience yangu ku motivate other sana ladies, achana men, mimi sijui life yao inafanya aje, nyinyi mko na life yenu. So kumotivate other ladies because pia around me niliona madem wengi wanapotea, madem wengi wanapata ball, madem wengi wanafanya, nikasema hapana kutakuwa hivyo. Basi sijaifikiria kuandika kitabu. Na hiyo film tunaweza ipata kwa any platform ama ilikuwa tu ya kuweka huko hivi matulieka kwa award, ama iko YouTube ama iko place gani? I think for now niko na the hard copy, sikutaka iende huko nje, sikutaka kuchomea mamo. Sikutaka iende huko nje sana. But there are other things that mimi nimefanya minus hiyo ilikuwa to the beginning, the basics. So I think at some point pia nilijoin campus, nikapasi msasa film, unaona. Hiyo ilikuwa to the basic, the story ile. So hiyo ndio your first film? That was my first film, na ikawin award? Yes. But kuna zingine pia, kuna ingine pia iliwinengia award. So after that hii kitu ikakuwa serious because God alini promise that sita miss the whatever nafa kufanya. Vitu zikaanza kujiingiza, imagine you see kwa sasa nimepata hizo marks za kunifikisha campus, that means kujoin. So ilibidi ni join kama SSP in private whatever. But God aka make sure kuna msee akatokea tu church akasema sponsor this girl from first year mpaka fourth year, kila kitu was set. Tunakatia nyewe uni God. Ilikuwa film, purely film. Huko ndo nikaenda nika explore kupata watu wengi nini nikajiambia mimi nda specialize on specific things. Sasa mimi sasa acting out anipata hapo because sasa mimi na camera hapana, but hizi vitu zingine behind the camera hapo utanipata. So kuna some of my work pia ziko nje minus your first one. Your first one niko na hard copy. I think your first one hata kama iko nje at least ilikupatia hiyo motivation, ili kumotivate ku create zingine. So unaweza sema challenges ka hiyo moja, mom hajaiona hiyo film? Hajaiona to date because by the time to resolve even our friendship it took time.
kwa sababu mimi I think nilimchukia with all my heart after that incident, because in my head nilikuwa najiambia mama anataka kuniua na hanipendi na hanitaki, because na bleed to the point yenye singeweza jisaidia mimi mwenyewe, to the point nasaidiwa na sister yangu. So hiyo nikajiambia hapana, yeye ziona by the way, to date I'm sure hajawahi jua nimeitengeneza kitu kama hiyo for real, hajawahi jua, because sikutaka kumchomea huko nje. Unajua kuna vile una protect pia family image, utaki kwenda kurudi, but hiyo nilifanya cause tukiwa class tuliambiwa something personal in your life that utawahi sahau, so mimi singewahi sahau hiyo, nasema ni bata hajawahi iona. Ni poa. Uliandika based on a true story. Yes, that one was based on a easy fake, si ati creativity nini, hiyo ni based on a true story. Juu kuna watu wanaandikanga tu ndio movie yao isel. Me that one was very personal. But kuna zingine others. Alafu hiyo true story akakufa. Kwa yangu sikukufa. I had to be alive to tell the story and more. So your journey when you join campo, film ilikuwa jazin, ulikuwa unapata hizo the things that you wanted to get. Juu kuna shule una join, yes, but they don't have the equipment. Una have to outsource. Wanakuambia sasa hapa sisi tunakufunza tu theory, ukitaka practical enda utafute place nyingine. I think for me the best thing nimeipata was the foundation. So kukuja campus sitaki kuchomea shule nilikuwa of course najua tuko wengi, amko solo na si ati mko ati watu 15 ama nini, the other class hatuko wengi sana, so unapata probably cameras ni kama 2 ama 3, unafaa kungangania nyinyi wote hapo hivyo, and then si kila mtu mwenye alikuwa na knowledge ya film, but mimi natoka from background nimekuwa already niko na knowledge, so it was so easy for me kuonyesha watu wengine. So most times ilikuwa the stereo, how do kujeni niwaonyesha. It was so easy mimi ku always access the equipment kwa sababu nilikuwa najua, wengine wanajua wajui, anaangalia tu hivi tunafanya aje, hii sasa inaitwa sijui so and so, unafanya ABCD. So it was so, yes, equipment zilikuwa scarce nini, but kwa sababu uko na hiyo knowledge unaringia watu kiasi, najua hii kitu lazima ushike hizo kitambo cheza ball. Ukiwa na ball uende uko na rule. Yes. Uende unasema itaisha saa ngapi? Yes. Nani yako? Kwa sababu mtu kana idea hata ngoja asikilize, hata ngoja ambie. So for me it was easy to access because hata lecturer alikuwa anaona na umse yako msharp. Hata maswali nauliza sisi na mtu anauliza now what is this? Mimi siulizi what is this. Mimi napeana more information. Mpaka hata by then nikawata class rep throughout. Juu sasa unajua kwa class rep pia unaweza access hizi vitu, napigia model namwambia ni aje class iko ni mimi ndio in charge wa whatever. So for me to access it was so easy. But then one thing nilirealize madem tulikuwa wachache sana hiyo class. Tulikuwa wachache sana. So pia ukijulikana kama dem mwenye anajua hizi maneno ulikuwa uko tops as opposed to wale probably men hawajui na ladies hawajui. For me it was easy. Sitasema ati mimi nilikuwa na issue sana. But then shida inatokeanga huku nje class. So hapo kwa dini shule tujatoka nje bado. Tujatoka nje. Challenges gani ulipitia hapo shule apart from hizo equipments ni scarce? One interesting challenge nilikuja kurealize, mimi najua nimeokoka. Alafu hii industry yetu imejaa tu watu crooked, acha niseme tu in plain watu au ungependa kuita. However sitaki kuwachomea sana, but unapata si ni ukweli useme so unapata wewe vitu zingine huwezi fanya. Watu wanakuja class, wengine wamekosema sijui sare Madrid, watu wamemeza manini zao hapo hivyo, macho ni red nini, bado wanafanya kazi. But siwezi shoot bila na ni ukweli bedhe hawezi shoot, lazima umpezo sijui weed cookie whatever manini. So unakuja una deal na watu wenye vichwa ngumu nini, tunapata night time. Uko soba, wengine wako soba, kwa mimi nafanya kazi mimi nisipokunywa mimi sitafanya kazi. Unaongea na mtu wako mtu wako high, but yes ana deliver, but unaona hapana. Kuna wengine wajaribu kufanya marketing hapo hivyo, lakini natumianga mimi niambia as to me so maneno. So hiyo ni one challenge unapata hizo story na drugs. Second,
hii industry iko dominated na men to date. Ni vile tu madem tumeanza ku come up nini. So bado tukiwa tu wasema tusitoke nje. Tusitoke nje bado tuko shule. So tuko ndani ya shule unapata tu kaboy kamesema huwezi fanya, mimi siamini huyu na kamera, mimi siamini huyu hata na groups kwa groups wamejiweka tu. Tumepatia Becky hiyo project. Hapana, hiyo itafanya mtapiga tu mdomo nini. So watu wanajua kama dem tu ni mdomo na acting. Wajui dem anaweza kwa behind the camera, dem anaweza kwa director, anaweza kwa editor, anaweza kwa nini. So mimi wakiniambia act, mimi naambia mimi sijui ku act. Mimi najua hizo vitu zingine. Wanasema aje, wanajuanga tu mademu wanapenda hizo manini masijui makeup. Naambia mimi na makeup sipakangi. So ile watu kuimagine hizi vitu ni za men but not for ladies. So unakuwa looked down upon, project ikipangwa wanataka kupatia tu ya story hizo vitu zenye kwa it make sense hata ukiziangalia kwa like you know, but mimi sikuwa huko kabisa. So hiyo kufightia space yako ujitoe usike the rest kama wengine. So ilikonga drugs hiyo ya pili ya kubaguliwa ya mwisho ya tatu tutoke nje the usual yenye happening in most campuses. Of course men lecturers kutaka kupatia favors because wanataka kulala na wewe. Ami kuna mmoja nakumbuka kuna mmoja cause nilikuwa classroom. Unajua lazima upigiwe masimu kila saa kuambia watu class ni imebounce ama ambia watu nataka mchat. So nasikia hapo WhatsApp unatafuta usiku utupatane sijui wapi nikupatie sijui notes za whatever. So kuna siku I think tulipatananga kwa hall fulani hapo hivyo. So nilikuwa na mtu ana of course vile tumekaribia na yeye ananikaribia. You know Rebecca you are good. Sijui nini sasa amenishika mkono hapo. Angalia huyu rada ni gani? So nikarealize huyu sijui rada yake si sawa. So kuna hiyo kukatiwa pia sana na lecturers. Sasa kuongea maboy hiyo ni normal but lecturers unajua una expect respect nini. Basa intention yake ni najua anaweza kupatia good grade. Ambia hapana mimi I'll work for stories za jab. Mimi I'll work for mine. So of course nikasananga na nikafailishwa nikasema ni sawa. Kuna wengine tu wanachukuanga hiyo opportunity anasema ati umesema wakiniuliza ni nani amenipazisha niseme hata job same way na job ati nikifika Monday niseme ni nani amenitoa ndio nipitishe. Hiyo iko I think in most whatever to iko inakuwa tu mahali actually in most spaces hata si shule pekee hata huku nje hata time ya job hunting alafu especially kama ni field enye iko very dominated na males inakuanga challenge but we move regardless. Wana hata hapa imebidi tuwekwa na vini we move regardless. Hii ni film. Yes tuko kwa set. Tukitoka nje sasa wewe unaweza describe film as what? Kujituma in short because huku nje unajua saizi vile watu advance na technology na nini usipojituma you won't do anything. Sio kujituma ya kujiua lakini kuna hiyo kuna kujituma siko na maanisha hiyo. Nilikuwa nimechela kukua kiherere kidogo because nilikuja kurealize kama ujui watu huku nje hakuna project utafanya, hakuna pesa utapata, utakonga tu na certificate yako melala kwa bed hivyo. Na hakuna project yako malitaenda. Hakuna. So nimekuja kulearn film huku nje nikiherehere, ni kujituma, ni kutafuta space yako, ni kujua pia ni nini uko gifted nayo. Ile mtu msee akiona kwa like kitu ni by the way cause huwezi fanya kila kitu. Hapana kama mimi siwezi fanya kila kitu but kuna zile zenye ukinipe nitakwambia niachie nitadeliver. So film huko nje ku describe in simple words ni kujituma. Usipojua watu manzi utakaa tu hivi hakuna utakulipia bills zako na najua mdomo. Usipokuwa na mdomo huko nje. Talking of kujituma previously hapo mwanzo tukianza you mentioned umefanya other films and other things zingine zimewin awards. My question inaweza kuwa mpaka place yenye uko ama mpaka place hiyo swali ya vini imefikia hapo kwa kujituma, who has been your very big inspiration ama support, be it ni film writer, ni producer ama ni film. Unajua pia film inaweza motivate mtu. Unaweza ona film na mbona mimi sizifikiria hivyo. Unaweza so nini imekupush ama imekumotivate to your point? Kuna nikiwa mdogo, si mdogo ati mdogo, bado young in film campus
kuna some films tulikuwa tunaonyeshwa za specific Kenyan director. Alikuwa anaitwa Wanuri Kahiu. Is a very nice film director, na nini zake zilikuwa very interesting. Nikajiambia kama kuna an African lady, a Kenyan, in fact is a Kenyan producer na director, nikajiambia mbona nisifanye vitu kama yeye, because her style was just unique, na vitu alikuwa anafanya. Unajua kuna hii concept yenyewe Kenyan sana wanajua ngati movies za nje ndo zinasema kushinda zetu. Sasa Kenya mimi nilikuwa nafunzwa ni learn to embrace your own. So nilikuwa nauliza lecturer, sasa ni gani ndio our own yenye ukiona unajiambia hiki tunaweza fanya. So nikaonyesha hizo story na Nairobi Half Life, kuna zingine nimesahau titles but imetengenezwa nao Wanuri Kahiu. Nikaniambia I know I can't meet her, hiyo kusema tu kweli, but I can watch vitu amefanya yeye mwenyewe. So ndio alikuwa ananiinspire kwa naangalia films zake, najiambia kama huyu ni Mkenya na ni lady, achana tu na men, mimi ni kwa specific nataka kuona which lady ame make it in this industry, in this country. So yeye ndiye alikuwa ananiinspire sana kuona films zake, najiambia yenyewe kumbe unaweza, kumbe zitu zinaweza fanyika. So yeye specifically yeye ndiye alikuwa ananiinspire, achana na hizo movies za nje sijui nini, specifically yeye. Ututeka hiyo jina hapo so that you guys can go and pia propel and support Kenyan women. Film inakonga wide. Kuna unaweza jiconsider sa nini msewa kwa film as in kufilm event vitu kama wedding nini, do you do that? Like my specialty? Mimi na specialize na documentary success stories. Sana hata malimi niko saizi the NGO niko, I do a lot of success stories. Sitasema ati tunaendanga kutafuta ma weddings ma what, because mimi niko touched na stories. Napenda napenda kuwork na community. Napenda kusikiza stories za watu wana experience nini, anything yenye mtu ame overcome na amefika mahali fulani. So mimi napenda whatever na present iko inspirational. Ndio mtu akiona anasema yenyewe hii kitu it's worth my time. Mnaiona si ati vile mnaiona ati mtu anafunguanga maybe tuseme kama ni biz, unaona si ati mtu anafunguanga hapa ati juu ni rahisi tu kufungua ati nyanya hivyo, the story behind it. Yes, the challenges mtu amepitia na how ame overcome or how mtu amesaidika akaweza kuwa better ama kusaidia mtu mwingine. So I prefer such kind of stories because ina relate kind na mimi life yangu mali niko saizi, because other people also waliona the goodness in this person, wacha nimsupport, wacha nione atafika wapi. So hata mimi natakanga at the end whatever watu wataona Kenya nimetengeneza ina kuinspire, unaona yeah, this is a nice thing. And Becky, unajua shule kuna vile shule ilikuwa inakuhurumia. Hapa nje life iko aje? Life hapa nje ulimwengu haihurumiangi mtu. Funza na ulimwengu. Okay, hiyo alikuwa anakula ugali na siku. By the mess tumekula. Ama saa zingine unainama by the way. Una 7 bob. Unainama. Sasa kuna mtu alikuwa anatokea na maybe ana chip in kidogo tuseme. Unapata best yako umeona mna ameinama sana. But sasa hapa nje ni wewe. Ni kungangana. Kwanza ukiwa sijui independent lazima ungangane. Wewe tunaendeleza gumzo. I hope this is entertaining. I know it is entertaining. Keep engaging us hapo kwa comment section. Hata kama uko na swali, ndio tutaiona saa hii. Lakini leta tutaiona, tutaambia mgeni wetu akuje ajibu. Sasa tumetoka shule, tuko kwa dunia, ulimwengu. Tuko kwa mali, ndio wanasema cruel place. Yes. Ulimwengu inakufunza saa vile walimu walikuwa wanafunza film vizuri. Umeenda shule ulikuwa provided na equipments vitu kadhaa. Sasa hapa you are on your own. Unaanza from scratch. Ulianza aje? Ulipataje na equipments ama ulipataje mali utapata equipments? Najua huku nje kwa sababu anasema connections zitakusaidia. Natoka nje najipata sina the connections na expect niko nazo. Najua sometimes watu watokanga wakiwa kaa Kirende najiambia tutasaidiana, tuko na forms nini. Natoka nje najipata uko solo, hujui anyone, au wenye ulikuwa unafikiri unajua hawakujui. Alafu hao wenye ulisoma na wao ukiwategemea wanaamua kuventure into other things. Exactly. Mbona anakuambia mimi iko kwa hati yangu. Kwani iko film na kuona una ride Uber? Kuna wengine wengi hawakufuata hiyo path. So najipata uko solo. And then one thing yenye sija mention ni nilipata first class nikiwa campus. So there are times unajiambia unajua ile mtu anasemanga maliza shule utafute kazi.
haya si ukitafuta kazi uko na degree yako hapo hivyo unaenda unatafuta jobs huko mtu anaangalia you have a first class. We are sorry you're overqualified. Nimeambiwa you're overqualified several times. Paka najiuliza, yani ningekuwa shule, ningetu dwanzi ama ni what? Ningetu mwenye sielewi anything. Yeah, nipate hiyo yule kupata hiyo utaambiwa hujafikisha uko underqualified. So hiyo kitu ya kwanza ilifanya nikaanza kujua huko nje si papers zinaongea ni sijui nitasemaje. So nikapata hiyo challenge ya kwanza, si papers zangu zitanisaidia. Yes, nime excel vizuri. Yes, niko na hata projects zangu zenyeneza onyesha huko nje, but mtu anakuambia huko akwendangi hivyo. Kitu ya pili unapata vile tu nilikuwa nasema ukiwa shule unabaguliwa nini. So kuinjwa kwa like ukosho unaweza fanya hiyo kitu. Wewe msichana ukosho unaweza nini kitu. Tunaambia mtu ni chance. Ndio hata nimefanya hata angalia hapa hapana. Kwa hiyo discrimination kuna kuna times I mention your TV station ilikuwa nimeenda kuninia camera person. All the people tulikuwa interview tulikuwa nao walikuwa men. I was the only lady. I wasn't picked. Hata nifikiria tuna wewe ni msichana tumchukue tumjaribu. I was never picked. Watu wa blana hapo wamechukuliwa men nini wanafanya because we expect that a lady atabeba hizi vitu heavy. I expect atakuja kusema wewe nishikie mnisaidie. But ina happening. Unajua hata drive kuna watu wanasemanga hawezi bebwa na Uber driver ni day. Na ni notion too. I think tu ni kitu iko kwa mind ya watu. Alafu hata talking of employment. Unajua kuna wase watakangi kukuwa intimidated. Mtu anaweza kuwa ni boss wako but they wouldn't give you chances because kile kikuja hapa kunionyesha hapa vitu za index 1 anitishe nini pesa mob pesa mob ama uanze kumletea vocabulary ya Jawai sikia ama uanze kunini huyu ataniosha job yangu anataka promotion overtake. So kuna hizo threats mtu ana feel huyu niki hapana. Na pia niko na kizungu kingine mzuri acha sasa hizi naongea Kiswahili niko na kizungu kingine mzuri because there is someone who came here. There are some people there and some people here and there. So tuna kwani competition ilejileta tu yenyewe. So most people not want to. So ilibidi tu ukae chini ujiambia hapana siwezi kati peke yake. Acha ni hata kama nitaanza na volunteering hata kasitalipwa. So hapo nilijiambia acha nijitume. Kama sitapewa pesa sasa hapo nitatengeneza at least jina nasema niliwaka hapa. Ndio mtu akaona ulikuwa hapo. At least ujipe tu bonga points ndio mtu aone mwenyewe tunaweza mpatia kitu. So kuna hivyo ndio nilipata nje. Yes. So uli volunteer into something related to film. Exactly. Sikutaka kwenda kutafuta sijui nini but at some point when jobs zilikataa kukuja at some point ilikuwa mwalimu. Na ndio nifunza both high school na primary. Oh, you and me? Same WhatsApp. Juu lazima ukule. Utakaa tu aniambie sasa unajua watu wanataki sasa unajua nipata first class au utaniacha. Basi at least ni wewe kuna watu mtu anasema hii degree ndio itanitoka mashida hii ndio nini sasa hataki kutafuta job kitu ya kwanza hataki kuwork job unatafuta wapi sasa job sasa kama index 1 hapa anatama hapana si nini index at least to try hiyo shida alafu unajua kwanza kitu kama film ni kitu yenye ni skill like si lazima ukue employed like you can do kuna vitu zingine haifai kuwe blame ikuwe yako at least hata huyu alitafuta job akakataliwa si ati alikaa tu chini ati degree yangu itanisaidia nini itanisaidia watanijua hii dunia lazima nijue vile nimepambania hiyo masomo inafanga tu ujitoe kwa shida tu tumeongelelea the challenges in and out of school, tumeongelelea your employment journey, tumeongelea how you started your works na vitu kadha umefanya hapa na pale. I know vile ulianza sio vile uko sahi. Sure. Personally, career wise, mentally, emotional, hizo vitu zote. So if it's okay with you, unaweza tupatia the changes you've seen in yourself ama in the film industry kutoka the moment ulianza mpaka penye uko sahi. Well, changes ni mob. I think by that time nikianza film I was very shy. Mimi sikuwa mtu wa kuongea.
nilikuwa tu mse ule wa kusikiliza kufanya. Baadaye nakuja kurealize huku nje si kusikiliza tu na kufanya, ni kusikiliza wewe mwenyewe pia kupeana commands, wewe pia kuongea, kwa sababu kikatu hapo hivyo polepole watu wakaona msofty, wacha tumkanyagilie. So kitambo nilikuwa msofty, ukiniambia no nakubali tu. Sasa ukiniambia no nitakuuliza why. Kitambo ngeniambia at this can't work, nakuuliza why can't it work. And then nimekuja kulearn with time. Kitambo ulikuwa unaambiwa kitu unakubali tu, but hizi naweza pia na suggestions. Okay, sawa unaweza kwa ukubaliani na probably view yangu ama perspective yangu, but nakuuliza what if, why can't we try this and this and that. So nimekuja kulearn that I can actually speak for myself. I can actually naweza toka huko nje niambie msee kitu nasikiliza. Kitambo nilikuwa Kenya unaambiwa tu ndio unafanya, haufanyi anything beyond hapo hivyo. But sasa nimekuja kulearn lazima niko outgoing, niende beyond the expectation, ndio mtu aseme nyewe mtu amenitouch. So nimekuja kulearn that tunaweza pia advance in other ways, si tuketu unaambiwa ndio utafanya. Emotionally pia nimekuja kulearn kujiexpress. Unajua kama umependa kitu unasema, kama upendi kitu pia unaambia msee manze mimi sipendi kitu, hainifurahishi ama hakufai kwenda hivyo na hivyo. And then of course physically of course nimegrow hivyo, money wise pia nimegrow. The other times ulikuwa omba manze nisaidieni hapa. Na sasa hizi ukisha learn mature msanajiambia hapana naweza mtaka naweza support, naweza fanya anything yenye inaweza nini. So nasema there's a very big growth. Si vile nilikuwa kitambo tulikuwa kila saa tu unategemea mzae, unategemea nani. At some point me after high school my parents waliniambia wazani na mimi. So ilibidi ni hustle huku na huku, una grow pia, una grow mfuko ina grow kiasi. Na pia nimegrow network ya wasee kiasi yenye najua nyeleza ndio aniambia msee tufanyie kitu kali na akubali. The other times ulikuwa unakaa tunaangalia sasa naweza fanya nini maisha yangu, naweza fanya what. But with time nimelearn I can depend on other people tufanye kitu kali. I can also help other people pia kumentor wase. So saizi hata naweza mentor wase into film. Wajue kumbe naweza learn, si lazima hata mtu aende shule. Mimi naweza nimesaidia wase wenye probably yenye wamejisave, acha niseme wamesave school fees. So mtu anaambia kama nikufunze ABCD masiku kiasi ushala kuja tu nikufunze, because industry yetu saizi hawaangalii sana paper. So ukihelp msee wanaitanga apprenticeship kitu kayo, ukimsaidia through apprenticeship, because huku nje mtu angalia ati ulipata ngapi ndio nikuemploy, umefanya nini ndio nikuemploy. So saizi naweza mentor wase, sika kitambo nilikuwa naambia nisaidie hapa sielewi, nisaidie saizi kuja nikushow. Of course school of YouTube pia vitu yenye sielewi naenda nachungulia huko hivyo, najiambia hii inaweza make it. But I think Becky hiyo kusema ati kufunza wasee express your opinion, I think inaletwa na kukuwa self aware na kujua hiyo skill. As in ukiperfectisha your skill uko na right, unajua what you are talking about. Yes. Unajua huwezi kuwa unaongea stories za jaba. Huwezi unasema ati si ni photography tu na una hiyo skill, hauna nini. So ukiwa na skill una get your confidence, na I think imekusaidia sana. Sasa hapo kwa watu kufunza watu ni to explain more about it. One thing pia vile umesema hiyo kugain skill, nimekuja kulearn that the more expose na different projects, different nini una learn kunaendanga hivi. So hii ikifanyika unaweza fanya ABCD. So hiyo kujangi tu because umejijua hata peke yake. Because ndio ukikuwa exposed to different productions, bila watu anawakingi, unaweza jua so hii problem ikikuja solution yake ni hii, which inaweza kuwa different to another setup pia hapo hivyo. So ulikuwa umeuliza something to do with what you had umesema hiyo story yako vile umesema unafunza mentorship. Yeah, many people kasa hizi before nikuja hapa nilikuwa nafunza kwa church. There's a media yenye wanafunza different media departments from other churches. So nilijiambia let me offer my skills to other people when you want to learn kitu. So mentorship yangu kwanza tu recent ni kitambo after mimi na ule msee wenye nimelearn kitu, acha nifunze msee. The more you teach someone, the more you understand, the better you become. Una sharpen pia skill yako. Alafu pia nimekuja kukuwa na an open mind yenye sijui kila kitu. So wewe unaweza kuwa unajua the same thing najua, but you know even better. So mimi napenda pia kusikiliza wengine in the process of mentorship. Nasikiliza wengine nasema kumbe kunaendanga hivi, mimi nilikuwa nafanyanga hivi. Kumbe mtu anajua an easier way ya kusolve your problem. So in the process of mentorship I also learn. Na in the process of learning I also mentor.
hiyo kwa open minded kwa film inakonga ngumu kwa watu wengine juu unapata mtu anasema mimi najiaminia nimekuwa industry for quite some industry time bana hapa na kwendi because vitu pia zina change vitu zina develop other things na kama hapo ulikuwa umekaa kitambo tulikuwa tumezoea kutumia hizi ma cassette ukirecord sijui ukitaku nini una capture log and capture ilikuwa inaitwa hivyo basi hizi ni my SD card hata beyond SD kuna other whatever so utaambia mse mimi najua na yako like ai we ni show vitu zimeadvance unapatanga tuseme ka photography mimi ndio it's my creative yani style kuchukua a blur photo utapata mtu anakujudge maybe it's your style si ati ni ujui ya kitu unafanya but wewe unataka kublur huku nyuma nini sasa ukipost mtu anasema ujui kitu unafanya ushaipatana na mtu kama huyo uko na your idea and then anakuja anasema ati hapana inafaa ikuwe hivi na hivi na hivi si ati vile unaweka I think kwa industry yetu wajuaji ni wengi na wanasema kila mtu ni creative in their own way because maybe umekuja na concept anything blurry should be deleted hiyo si photo haileti any show but mimi najiambia mimi hata perspective yangu si foreground ni background so kwa ikikuja kwa creativity kila mtu ako na opinion yake alafu kuna hizi standard kuna watu wanajuanga hii ni medium shot ni wide ni nini hizo ni standard but kuna other creative shots kuna mtu atakwambia mimi nikirecord kitu shake nataka ku showcase kitu fulani but mwingine ukimrekodia shake vile anakuambia mbona iko stable mbona sijui ni nini so kwa industry yetu creativity ina depend si custom stone ati kukua creative ndio manual unafaa kufanya hii na hii so you uko allowed ku adventure into other things that other people don't find creative but wewe nika artist akichora akunanga manual inasema an artist should draw like this unaona anarusha tu rangi anasema hiyo ni creativity yangu unaona anasema aminda kuna wengine atakuja kufanya something aseme yenyewe ni perspective yako mimi nasema perspectives zina matter kuna swali alikuuliza uko mwanzo tukianza if your film iko on streaming platforms na kuna swali niko nayo hapa what is your take on streaming platforms and their effect on the traditional film industry ni kama tukimaliza high school tulikuwa tuna watchingi movies mingi na film KNT hapa then ika develop to YouTube sasa kuna watu wanaweka on other platforms zenye personally ama ni vile tu I am elite I am exposed but I feel kuna watu wenye wana feel it is a whole lot of task kwenda kutafuta your film on that platform na yet from sasa perspective yenu you feel that is a very good avenue ya kutengeneza pesa pia other than ingine ya ku watch physically what is your take on that cause I think inaweza leta a lot of debate kwa sababu some people think streaming platforms are okay na some people think tungebaki kwa the physical aspect of well mimi sija grow up kwenda theater stadanganya mimi nime grow up japata hata mtu wa kupeleka unajua ukitengeneza ni si same na mwenye probably hakwangi in that industry because majority of the people wenye wanatengenezwanga sana wakwangi wenye kwa in that industry na kwanga other audiences but wale wanatengenezanga I think haikwangi that mimi sija grow up kwenda theaters kuona but one thing tasema ni there are different ways of making money because at the end of the day industry ni kutengeneza pesa utengeneza watu waona furahia kuklapia kwambia well done good job because haitalipa bill kuklapiwa ilipi bill exposure anasemanga ilipi bill ka daktari atakupeleka wherever I mean asikukupeleka kama daktari atakutibu atakutisha pesa so na mimi nikitengeneza film yangu na hope and aim yangu ni nipate pesa at the end of the day so balancing mtu anataka kujiuliza maybe nikeka YouTube ipate more views nini itaniletea pesa of course hiyo ukiangalia unless uko na tu audience imengoja hapo hivyo watu wa nini because YouTube ya paid per your view nini and stuff na kwa hujafikisha kiwango usijipe stress kwa sababu
kitambo upate hiyo pesa itachukua time. Hiyo ni ukweli. Unajua reality pia isemwe tu itachukua time. Unless uko na tu au watu wa kuona itachukua time. So most people wameanza kupeleka nini zao kwa hizi physical theaters. Kunazo Kenya kiasi. I think ile mimi najua ni Anga Studios or something. Ziko kiasi nini zingine ziko kwa mall hata hivi za watu kulipa tickets unapata, and then unapata una nini pesa, because pia funding production ni pesa. Inahitaji kulipa watu wote ni pesa. So mtu utafutanga the easiest way. Hii kitu nikipeleka utapata good marketer mwenye ataweza kutafuta hao watu, ndio hata nikisema nina release kwa YouTube whatever itakuwa imemake pesa by itself. Mwingine ataangalia aseme hapana, sina hiyo crowd, sina hiyo audience yenye naweza ona nini. So maybe mimi nitafute msee auze hizi matiko, nipate pesa yangu nirudishe. Of course una balance hizo. So ina depend ni marketing style yako iko vipi. Kuna wale online ina work vizuri sana. In fact hata akisema peleke physical haimsaidii. Hata pesa atapata haita match na pesa aliweka ya kutumia. So it depends gani itakuletea pesa wewe mwenyewe ulikuwa unataka. Because unapata sometimes majuu ina work both ways. Kuna za online na kuna hizo za kuuza. And then hapa Kenya watu wasipokujua. Talking of watu kujua. Talking of watu kujua kitu. Hapa nataka opinion yako. What is your opinion on the current Kenya film market? Well, wacha nianze na previous before nikuje current. Previously, people never appreciated film. In fact, mimi nakumbuka nikiambia my dad nimeingia into this industry, kanambia alafu ndio ufanye ndio ukule, you know, because mtu ako like sioni immediate, si kama vile unaweza huko nje umeuza kiatu umepewa pesa, but mtu anakuuliza hiyo pesa unaipata aje? It's a good question, pesa unaipata aje? But then nikaka chini nikajiambia me I want to venture in a place whereby najua senda ku struggle sana. Nimesauka kuswali yako kidogo, jaribu umeuliza opinion yangu based on the current. So saizi watu wengi wameadvance. Watu wengi wanajua hizi stuff, watu wengi wanatengeneza movie. Of course si kila mtu ana make money out of it. Sitasema uongo. Si kila mtu ana make money. Kuna wale wengine ni passion mwatuma na me the truth ni passion hailipangi. Hiyo ni kweli. Kuambia tu watu realistic. Yes, you'll have passion, but if you do not have a marketing way ya kitu umetengeneza ikulete whatever income haikusaidii. So mimi nasemanga kama uta invest, kama utatafuta a way tu ya kuweka kitu yako nje, utafuta a good producer ama producer, utafuta a good marketer, because vitu zi sell because of marketing. Kama marketing yako iko chini nini. So the current size kuna watu wanatengeneza do. Sika kitambo nyongeambia mse, juu kitambo kulikuwa na notion ya movies za Kenya they are boring. Ama vitu tu kidogo but si same. Me from the ones mimi nimeona, kuna zingine kalikadi zimetokea, kuna cinematographer wengine awesome, kuna stories mzuri zenye ziko. Sika kitambo ungeona tu kitu ni kama vile probably za Nigeria vile zilikuwa kelele mingi nini you know, the consumption rate ya Kenyan saizi na film imeimprove. Si kama kitambo imeimprove. Imagine kuna movies zetu Netflix ziko zinazoonekana and stuff. Ama hata ukiangalia saizi watu na release vitu kwa YouTube. Kuna hiyo kuona mingi. Si kama kitambo ungesikia ati ni ya Kenya inakaa tu kubo. Mtu hatajaona anasema tu inakaa tu kubo. So the current acceptance consumption ya movies films ni better. Hata unapata kwa programs siku hizi hata kwa TV. Kuna a lot of Kenyan programs zimekama up na watu wana embrace. Sika kitambo sana kwa watu soap operas nini. So people hata kuna hizi other channels local channels zenye watu wanafanya vitu wanaweka huko nje. So me perspective yangu ni acceptance increase sana. Sisi hata mimi unaweza amua nikae chini niseme natengeneza nini fulani for a certain TV station na itakuwa accepted. So vile umeongelea currently, unaweza sema kuna kitu hii film board ina limit watu, as in some way kuna law iko imewekwa specifically yenye unaonanga imekufinyilia kabisa as a filmmaker. Ziko a few, because unajua pia kitambo film was not recognized kama kitu serious hata na Kenya. Ilikuwa tu unafanya because watu walikuwa na relate film na acting sana. Nothing beyond acting ni kama si acting hajui vitu zingine. So kuna some laws, for example kushoot kwa nini inaitwaje
acha nitetu tao kushoot tao lazima uwe na permit, lazima ulipie. I think ina operate pia location unatafuta. Okay, zingine utapewa free but kuna zingine utaambiwa ulipie. Acha nitumie tu a very recent example yenye ilikuwa free. Sasa hiyo ki permit, so wanasemanga inafaa ukue hata ukichukua permit unasema leo nitakuwa hapa Helsilasi. Si ati wamesema zunguke uende ufanye vitu zako. Kama kuna place fulani ilikuwa free kitambo Arboretum kushoot. Siku hizi unaenda hapo imewekwa bei 40,000 na jamaa 40, I think ni a wedding or something, 40 na kitu ilikuwa tu unaingia hapo. Hata ukiingia saa hizo zingia hata na nini lazima usachiwe na ukianza ingia na kamera tu kiujinga utasachiwa, ukipatikana na utalipia or else itakuwa confiscated. So kuna some very nitasema punitive laws kama the recent one ya kunini ukitumia sijui drone lazima upate sijui license or something. Paka najiuliza of course watu wengine wanatafanya kiujanja cha ya whatever ku maneuver around that. Basa kuna these specific laws yenye watu probably when you appreciate film kama its own industry wanaweka za kufinyilia filmmakers na si poa. hiyo hata ina discourage mtu anajiambia sasa mimi mwenye sina license I just want to adventure this thing ndio nipatie pesa, especially watu wa low budget huwa wanakuwa affected low budget. Sasa hizo umengangana kutafuta cast, umengangana kutafuta, umeomba umehaya vitu una pesa alafu naambiwa permit ama nini yako inachukuliwa kanjo ndio amekuangalia na macho si ni pesa leteni you know. So hizi stories za permits zimelimit sana watu upcoming kunini watu washaji establish issue. Mtu anakuja anasema kani permits washamaliza 40,000 chukua juu wako na the budget itself wako, lakini mtu upcoming ako like si tutashoot kisirisiri tukimwona for example low budget unapata most of pesa zote wanatumia kulipa watu na si kulipa basi sasa sema kulipa ile mtu anajambia nililipwa ni ile tu unaambiwa unajua nitaacha tukupe tu cafe ka lunch kusaidie huko mbele. So of course kuna it's small challenges zenye kwa sababu kama film tu hiyo umesema no but kaina tu pesa yenyewe hata utaona quality inatoka si ile utajiambia unaanza kudhani wewe ni kipofu kitu kaya. So unajua pia kitu ukiinvest lazima uwezi uchukua tu mtu anyhow, lazima uchukue professional hata watu wa kuact si wale tufanya kenye utaona niko na mtu kama hapana hata huyo mtu anaitisha leta tuone profile yako tuone vitu umefanya before ndio tukuchukue. So pia pesa inaongea. Wacha tuongelesha hao watu kidogo. Talking of money kuna mali umesema ati film si kitu utaingia tu na ianze kukulipa kesho. Sasa wewe personally ili kulipa after how long? Ndio in case kuna filmmaker hapo kwa comment section niko sure amekuwa akingojea hiyo swali. Mwambie wewe personally ili kulipa after how long? Juu sisi wasanii tukisemanga tumerap 10 years na bado sisi ni hapo hawatuaminingi wanadhaningi tunadanganya. Acha niseme ukweli. Na ni ukweli based on my own personal experience. Well, mimi vile niliingia history ya film at first kunilipa because hizo voluntary nini acha tufanye kitu at first kama miaka 5 but then nikajiuliza how do I make money na nikajiuliza where is this money na nikajiambia if this money iko kwa NGOs nitaenda huko. So nikajiambia mimi kwa sababu sitaki films kuna zile nimetengeneza na niliambiwa one thing na my lecturer usitengeneze film lali nao kwa nyumba. Kai kutengeneza hii pesa hakuna haja. So akaniambia tafuta kitu unajua ukifanya itakupatia pesa. So mimi nikajiambia acha nitafute NGOs. Unajua NGOs they need my services. So utalipwa. See it's better you have a salary yenye unajua unafanya bado unatumia skills zako na unalipwa. So nikajiambia acha niende nitafute my NGOs zenye zinahitaji maybe communication nini. Jua hata kenye mimi nafanya size ninalipwa. As compared to nikae chini ni tafutane na watu wenye sina pesa hope for the best na wataniambia kwani tutafikaje tutakulaje. Hiyo ni siri moja nilijiambia. The second thing kajiambia services zenye wewe utaoffer na mtu atakulipa. For example kitu kama utapiga mtu picha na atakulipa. For example kama ni event ni nini nataka ni wedding unajua utafanya mtu free. Hakuna ati mimi nakufanyia hii forever. Hakuna stories za ubeshte. So kama unataka kitu ikulipe, kama uko na the direct market yenye una solve a need, enda uko tafadhali.
Lakini kama uko na pesa, wewe mwenyewe uko na producer atakufandia nini yako, enda pia that direction. So you could discourage. But for starters, kama that will help you, mimi ilinisaidia. Hata saizi ndio inanisaidia. So sitaki nikudanganya ati enda mtengeneze group, una pesa manzi jamani. Si ni pesa unataka? Tafuta a way yenye una solve need, yenye skills zako zinahitajika na utanini. Ama ngoje, unajua about pesa, hata sisi ndo tunafaa, hata tunawaambianga landlord anakujanga bill, stima, sijui nini, maji, food. Sama mashida is motivation. Yes, what other motivation do you need? Becky amesema kitu poa, inafaa go out ni nini. Hiyo mambo na exposure inafunga poa, but hailipi bills. Na of which landlord atakuamsha tu. Hata ujifanye aje. Jupia kupatia exposure nyumba yake. Ati uione ile iko, atakwambia manze cash for cash. Kitu kai. So anza kitu unajua, build yourself. By the way, nimalize nikisema build yourself, kwa sababu yes, kama uko na this vision, anza mali unajua vizuri hapa nitapatia pesa. Na nikisha advance nimeshakuwa juu bila doi, I mean hata hizo equipment zenyewe ni pesa, hata kuhaya ni pesa. So usipotafuta a way unaweza tafuta capacity yako ya pesa, juu hata kutakulipa au kazi kufanya nini, everything ni hata hii tunasemanga zero budget, ni pesa, hakunanga zero hapo hivyo. So look for money, build yourself. Ukitaka establish your own company, establish, watu watakuja, meet someone else's need. That's how money is made. Meet the need, alafu tengeneza pesa hiyo. Na pia utafute connection. Tafuta watu manzi. Utakuwa na kila kitu hapo hivyo. Niko na kamera, niko na nini, na hutumi na watu hawajui. So utatengeneza do na kukanda vitu zako. So go out there, ongea. I mean, mdomo kwa ulipewa, please tumia, because people believe what you say and what they see. Tafuta connection ikuvutisha area. Becky, mimi kuna kitu inanisumbuanga sana. Mbona watu wananga skill ndio wako hizo saa equipment kali na connection. I think ni the same concept yenye, mbona watu wenye kwa class ni huko wanapanga last ndo wanaemploy watu wamepata ma first class and all that. I think it's all about mindset. Kwa sababu watu wakitumia only one type, sitaki kusema brain, one type of idea, hii the common way ati nitasoma nitapata job nitafanya nini, huyo mwenye akona pesa na hana skill, at least akona employability capacity ya kusema mimi niko na the currency yenye naongelewa yenye inatumika hapa hivi, mimi niko na connections. So sijui kwani kuna kuanga hivyo by the in most cases. Hata kwa industry tutapata mtu amebuy vitu kali but hajui kutumia. Huyo ndo haya kwake ni business. Vile umesema ni I think ni mindset, because hata hiyo notion ya ati watu wa ease ndio wana employ watu wa mindset pia. Ni mindset, cause niko very sure huyo mtu wa anajua tu hapa kuna, so lazima yeye afanye mwenyewe. Unlike watu wa ace, sisi tunakaanga tukijiambia watani notice, watanitafuta, na kunanga mse anakutafuta kwa sababu you're not doing anything about it. Naona nilianza na kusema jitume. Because either way, whether ni this industry, whether ni any other, hata kwa business, kama ujitumi hawezi tanunua vitu zako hapo kwa mlango wako. Kama utaongelesha watu waambie bedhe mimi nauzanga, mimi nafanyanga, mimi nimekuja plan kwa kuuza, specify kuuza nini. Unajua actually si kwa baya, but tuko na audience ya kuuza vitu, products. Kuuza products. Mtu atajua kama hujaongelea about it. Wewe jipeleke kwa any industry. Juu kuna mtu ako na connection, yes, but hajui kujiongea. Hapo tu anajuana kwa simu, ako na makonta. Uko na namba ya nani? Niko nayo. Mnaongeanga. Naonanga status anaekanga memes. Na posting tu look. Usijifanye unajua uko na numbers zao maneno ya celebrities na hao wenyewe wakujua. So I make sense. Me tumia mdomo. Kawe si bubu, please let your mouth sell out kazi unafanya. Na Becky, unaweza advise aje mtu mwenye yes ni filmmaker but kiroho anasema tu wallahi naweza fanya hiki kitu, yani anaogopa kujajiwa, anaogopa ama ashike mashini ya ribike, zinaweza motivate aje? Wale watu wanaangalianga ati huyu atasema aje nikifanya hiki kitu, maji atasema aje nikifanya hivi, mzee atasema aje kitu kama hiyo. Mimi nasema one word, action speak louder than words. Unajua kuna vile unaogopa kufanya kitu, but then
najiambia kuna kitu McLeod niliona kwa simu yake, sijui inaendanga aje, ikanibamba tu sana, sijui kama naweza shout tu mali yako hapo hivyo, sijui nitaisoma, inasema what if it all works out. Jiambie tu hivyo, what if it all works out. Kwa sababu hii kuogopa mingi haisaidii. What if ujaribu tu na ifanyike. What if uanzishe hiyo business na ishike. What if utoke huko nje uambie msee, usalimie tu msee akwambie nafanyanga nini, okay. What if, jiambie tu what if it works out. Hiyo kujiweka chini, kukaa chini, kujihurumia, watu acha kuangalia watu watakuona aje. Hata watu wenye wanakuanga maduku nje, they don't think about it. So wewe mwenye uko sane vizuri, stop thinking about Kenya watu watanidi. What if it works out. Yote jiambie tu hivyo. What if it works. Yote 9 tumemla ngombe mzima. Editor kwanza inafaa kitu hiyo, it's a very by the way, I kwa screen, si ndio? It's a very powerful message. We are going on a